uharibifu na shida na mateso katika maisha yangu, katika watu wa familia yangu. Bwana, ninaomba asubuhi neno lako linapopita katika masikio yangu, nipe nguvu ya kuhamisha, ya kufukuza na kuniweka katika raha, katika furaha, ili Bwana maisha yangu yaendane na neno hili, nami Bwana niwe mtu wa furaha katika jina la Yesu. Huzuni, masikitiko, mateso na yatupa kule kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Pigie Bwana makofi sana. Naomba uketi katika utulivu wa Bwana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo unayeandika, kama umekuja na sehemu ya kutunza kumbukumbu, na kama huna, zipo notebook hapo ushirikani na zenye wasifu ushirika na mawasiliano yote unayohitaji kwa ajili ya ushirika na uweze kuhudumiwa. Unaweza ukainua tu mkono, mzee akakupa, na kalamu unapewa kwa bure kabisa ili uweze kutunza. Na ni muhimu ukawa unatunza vitu kama hivi, vitakusaidia sana nyakati zingine. Kanisa leo limetupa wazo kuu linalosema furahi katika neema ya Kristo. Na tena tukaambiwa tutunze mazingira ama uumbaji wetu. Neno linatoka katika Warumi sura ya 8 aya 18 hata 23. Na katika neno hili Mungu ataachilia neema yake kusema na wewe kwa jinsi ambavyo ametamani. Na eneo ambalo Mungu atazungumza na wewe inaweza ikakusaidia. Ikikupendeza unaweza ukatunza. Warumi 8:18 mpaka 23, neno la Mungu anasema, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja navyo, vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Wapendwa, neno hili linazungumza na wewe na mimi, akutuambia kwamba furaha yetu ipo na Mungu ametupa uhalali wa kufurahia maisha. Lakini akasema ili tuyafurahie maisha, tunapaswa tuyatunze mazingira tunayoyaishi, kwa maana hayo ndiyo yaliyobeba na yanafadhili maisha yetu. Na kwa kuwa dhambi iliingia ulimwenguni, mazingira yakaharibiwa,
Kwa hiyo viumbe vikashindwa kufurahia uhai wao na uwepo wao, na sisi wanadamu tukashindwa kufurahia uwepo wetu. Kwa hiyo wote tumeingia kwenye mateso. Mungu akautizama ulimwengu, akaonea huruma, akamtuma Yesu Kristo ambaye amekubali kuyabeba mateso na kila aina ya dhihaka na kila aina ya dhoruba, ili sisi tuokolewe katika roho na tuokolewe katika mwili. Na tunapookolewa sisi katika roho, mwili na nafsi zetu, mazingira na yenyewe yataokolewa. Manake viumbe vitafurahia wokovu baada ya sisi kuokolewa. Kwa hiyo vyenyewe pia vitaishi maisha ya furaha, na matokeo yake vitatuletea na sisi furaha, na sisi sote tutaishi katika furaha, na tutapata sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutunza mazingira ni swala la kimungu, na wala sio swala la kisayansi wala agizo la kijiografia. Ni agizo la Mungu kwamba ukiyatunza mazingira na yenyewe yatakutunza. Ambia jirani yako, kutunza mazingira yatakutunza. Ukitunza mazingira vizuri na yenyewe yatakutunza. Ukiutunza mti, hata wakati wa jua utaenda kwenye kivuli chake. Tukitunza misitu, mvua zitakuja kwa wakati wake. Na kama mfahamu, wenzetu kule jangwani wamebuni teknolojia ya kuotesha miti kwenye jangwa ili walifanye green. Kwa hiyo matokeo yake tutaachwa sisi na majangwa, na wakati hatuna uwezo wala teknolojia kukabiliana. Jua likifika tu hapa Dar es Salaam, likifika nyuzi joto 33, hali ni mbaya. Lakini wenzetu wanakaa kwa nyuzi joto 40. Kwa hiyo Mungu anatuambia tuyatunze mazingira, yatatutunza na sisi tutafurahi. Kwa hiyo tutapata kibali cha kumfurahia Mungu, na yeye atatufurahia kwa kuwa tunayatunza mazingira. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatamani tufanye hivi. Wale wanaopenda kuangalia filamu wanaita movie, mimi wanapenda sana ile picha inaitwa Rango. Inaitwa Rango. Kama unaiona kaitafute, andika kabisa ukatafute Rango. Ni filamu ambayo ukiangalia ni kama comedy, ni kama ya watoto, ni kama ya vituko, lakini inafundisha uhalisia kwamba mazingira yalipoharibika, viumbe wakaishi kwa taabu, wanadamu wakaishi kwa taabu. Lakini yule Rango kinyonga alipotokea, siku ameingia kwenye ujasiri wa ajabu, akaweza kumuua yule tai, na akamua na yule nyoka, maji akaingia kwenye ile nchi, akapewa nafasi ya kuwa mfalme. Lakini alitetea mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukitunza mazingira yatakutunza na utakuwa na furaha. Eneo la pili la somo hili la Warumi sura ya 8:18 hadi 23 linatupa tafakari inayosema Kristo anaondoa mateso yako, furahi katika uwepo wake. Itunze hiyo, itakusaidia. Kristo anaondoa mateso yako, furahi katika uwepo wake. Sentensi hii ama kichwa hichi kinatuambia kwamba Kristo ukimkabidhi mateso yako, ukamkabidhi masumbufu ulionayo, yeye anayaondoa na anakupa furaha ambayo ulikuwa unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, katika maisha kuna wakati wa mateso upo. Ndio maana anasema ule mstari wa 18, kwa maana yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa
kwenye furaha. Mkazo wa Mungu upo kwenye utukufu na wala sio katika teso. Wengi wameingia kuweka mikazo yao katika mateso. Wengi wameingia kuweka mikazo yao katika mateso. Wameweka mikazo katika mateso na mateso yakapata nafasi kwenye maisha yao. Msomi mmoja akasema, raha huwa hazipangi foleni. Huwa raha haipangi foleni, lakini mateso yanapanga foleni. Mateso yanapanga foleni na yanakuja kwa kasi, na ni mengi. Sasa Mungu, makazo yako yasiwe katika teso, bali yawe katika kumtazama Yesu Kristo. Yawe katika kumkabidhi Yesu lile teso lako unalopitia. Mateso yako kila wakati na kila mahali, na tena yanasambaa. Yanasambaa. Na tena yanaposambaa, yanapokupata, yakisambaa yanaleta maumivu. Ukirusha jiwe kwenye maji, yanatengeneza cyclic waves. Waves za cycle. Ukirusha jiwe kwenye maji, na zile wave hazikai pale tu uliporushia jiwe, zinasambaa, na zinaposambaa katikati lazima taathirika. Maana yake nini? Ukiliruhusu teso na ukalipa nafasi kwenye moyo wako, litaleta maumivu. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jumapili ya leo Mungu anakupa ahadi ya kukupa furaha. Mungu anakupa ahadi ya kukupa furaha, kwamba ukiwa katika furaha na mazingira yanakuwa na furaha. Ukiwa katika furaha, ulimwengu utakuwa na furaha. Ukiwa kwenye furaha, familia yako itakuwa na furaha. Na furaha hiyo Yesu Kristo ndiye aliyeitoa, na ndiye anayeitoa na kuigawa, kwa sababu Yesu ndiye anayeondoa kinachokuondolea furaha. Na kinachokuondolea furaha ni teso ama mateso. Na mateso ni kitu chochote ambacho kinakuondoa katika utulivu wa nafsi, wa roho na wa mwili. Hilo ni teso. Sasa ili uweze kutoka, ni lazima uwe na fellowship na Yesu. Ni lazima uwe na ushirika na Yesu Kristo. Kama hauna ushirika na Yesu Kristo, utateseka. Utakuwa ni mtu wa mateso. Tunajifunza kipindi kile tukiwa wadogo, tulioishi kule Migombani. Ukitumwa dukani, duka liko karibia kilomita 1, migomba imetanda, kahawa imetanda, basi unatumwa dukani na una jinsi, lazima uende. Kwa hiyo unafika mahali unaona ukitumwa usiku ni adhabu. Kwa hiyo ukifika vile unajua bibi atanituma, unasinzia. Sasa naye alikuwa anaweka agenda kwamba ukisinzia ndio unayetumwa, ili usilale uje ule chakula. Kwa hiyo ulikuwa ukitumwa, ukitoka nje kwanza unaangalia, basi mbalamozi ukiwaka jani la mgomba likimuvu na hisi kama ndo chui anapita. Kwa hiyo nafika mahali unatafuta ushirika ambao utakupa nguvu, utakuondolea ile teso, ili uende dukani kwa furaha. Unatafuta kawimbo, unaanza kuimba, unaongea mwenyewe, unaongea na mtu hayupo, lakini unaongea naye. Unajua mimi bwana, mimi napiga, mimi na uwezo. Basi unaenda, unafika dukani, ukishachukua pale unaangalia nani anarudi njia ile. Unatafuta ushirika. Mwambie jirani yako, tafuta ushirika na Yesu, mateso yatakimbia. Bwana asifiwe. Katika chochote, iwe ni biashara zako, tafuta ushirika na Yesu ili mateso yakukimbie. Tafuta ushirika huo. Mpendwa, katika teso lilo nalo, mimi silijui, lakini fahamu Mungu anataka akusaidie kwa kupitia njia ya Yesu Kristo.
peke yako hutaweza. Hautaweza, usijidanganye. Unaweza kusema nitakuwa na fedha, nikiwa na fedha, na unatamani mtu mwenye fedha nyingi, unadhani ukiwa na fedha na matatizo yanaondoka. Hayaondoki. Wako wenye fedha na wana matatizo mengi. Wako ambao pia hawana fedha na wana matatizo mengi. Kwa hiyo lazima ifike mahali uwe katikati. Na ili uwe katikati, uwe katika kiasi, ni lazima uwe na fellowship na Yesu Kristo. Kwa sababu yule mwenye fedha naye akikwambia bwana, naomba nikuhamishie matatizo yangu, unaweza kumwambia sitaki hata na fedha zako. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu anatuambia sisi peke yetu hatuwezi. Hautaweza. Unajua mateso yanatoka hapa. Anayetoa mateso ni Shetani. Na angalia aina ya mateso na misingi ya mateso yanapotokea. Ukisoma Malaki sura ya 3. Malaki sura ya 3 aya ya 5. Anaonyesha kwamba mateso yanaweza kutoka kwa wachawi. Anasema Malaki sura ya 3 aya ya 5. Anasema mateso yanaweza kutoka kwa wazinzi. Mateso yanaweza kutoka kwa wapao uongo, wanaoapa uongo, wanaokushtaki kwa uongo, wanaoapa kwa uongo. Watu wameapa viapo na leo tuna maombi ya kufuta. Umejiapiza mwenyewe, mateso yanatoka hapo. Mateso yanatoka kwa waonevu. Biblia imesema pale, wanaoonea. Waonevu wapo. Nakumbuka nikiwa bodi kule kanda ya Ziwa, tumefika tu form 5. Na sisi tumetoka mjini, basi tumetoka mjini. Tukakaribishwa. Kwanza unajua Ziwa wewe? Najua Ziwa Victoria. Unatishwa kidogo. Sasa tukupeleke ziwani. Hapo umetoka mjini, wanajua wewe kutoka Dar es Salaam, kutoka hapa na Laela. Anaambia sasa dogo, hakikisha mnapata. Ilikuwa mchana. Kuna mama alikuwa anauza dagaa kwa kijiko shilingi 100. Dagaa kwa kijiko. Vijana mmesoma sasa hizi mna raha. Tuna kachori. Dagaa kwa kijiko kile unachanganya na maragi upate ladha ule ugali na dona. Kwa hiyo sasa wale tuliwakuta kwa sababu wakaamua kututesa. Kwa hiyo mateso walikuwa wanatupa, yaani unahakikisha hela uliyopewa na mzazi unamtunza yeye. Usiku umelala unapigwa na taulo lililojazwa mchanga. Mateso. Kila mtu alikuwa anaomba nihamishwe shule, visingizio vingi, lakini kwa sababu ya mateso. Mateso yako. Sio kwamba mshauri wako atatoeni bodi ndio anakomaza. Kuna mateso yanakuja ili kukutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Hapo washirika wanataka hata kusema amen. Kumbe wengi tunapenda kufurahi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema waonevu wanaleta mateso, lakini pia hata walafi wanaleta mateso. Walafi. Ukiwa na watoto walafi, utakoma. Yaani utakoma. Hawataelewa kama umeishiwa. Hawataelewa hakipo. Wataenda kuzinga kwa jirani kule mpaka wewe utangazike kwamba huna chakula cha kwako. Sasa bora sisi nchi yetu ya Tanzania ustawi wa jamii hauna nguvu. Nchi za wenzetu bwana, ustawi wa jamii mtoto akilalamika tu jana si jana. Yaani gereza linakuhusu. Lakini hawa walafi wako aina nyingi. Kuna wale wanaowatesa wajane na yatima. Mungu anatamka hapa hawa ni watesi. Anasema watesi wezi wa haki. Ukisoma ule mstari wa 5 Malaki ile sura ya 3, anasema Mungu anatamka nitakuokoa na yule amuoneaye mwajiriwa, anayezuia haki yako. Kumbe kuna wakati haki yako inapozuiliwa, hauhitaji kupambana na mambo mengine, unahitaji kumwambia Mungu. Bwana asifiwe. Unahitaji kumwambia Mungu asimame. Siku niliwapa ushuhuda wa yule baba ambaye Jumapili 3 zilizopita yeye alitoka kazini kwenye shift, akaamua kushuka hapo akaingia ibadani,
Na alivyoingia ndani ile sadaka ya shukrani ya wiki, alikuwa anasema nilikuwa sina sadaka, nilikuwa na nauli tu. Akasema nikaitoa, na ilikuwa shilingi 2000. Aliniambia nakwambia mchungaji, ni ushuhuda wangu nimesema. Akautoa. Lakini anasema walifanya biashara na mtu ya kufanya udalali wa kiwanja. Yule mtu akamrusha haki yake na walipatana. Mwaka mzima amefika mahali akaamua kuachilia. Sasa siku hiyo tunapoomba na ajenda ilikuwa pale kumwambia Mungu ashughulike na maisha yake, yeye akaenda moja kwa moja akasema, Mungu, kama kuna mtu ninamdai na unajua sina fedha ya kurudi kazini, ninaomba nilipe. Kaondoka hapa, ametembea na miguu, kafika pale katikati Mkorema. Akafika pale akatamani achukue hata zawadi aende, hana. Nasema simu ikalia, ilivyolia akachomoa. Alipochomoa akakuta muamala umesoma mzuri kabisa, ni muamala mzuri. Anasema mchungaji, niligeuka huko na huko kama watu wananiona nafikiri nimeichukua mahali, lakini imeingia kwenye simu yangu. Akasema mchungaji, nimemshangaa Mungu kabisa. Akasema naamini, kwa sababu huyu bwana sikumpigia simu mwaka mzima. Ninaamini ni ile sadaka niliyotoa, na nilimwambia Mungu, nikamwambia Mungu atukuzwe kwa ajili yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Hujaelewa? Mungu anasema kwa kinywa cha Yesu Kristo, Yohana 15:7, anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, Yohana 15:7, ombeni lolote, ombeni lolote. Omba anything, omba chochote, nami ni mtatendewa. Ndio maana Paulo aliposoma hii teksti akawaambia kanisa, msiombe bila kutumia akili, omba ukiwa na akili timamu, kwa maana ukikosea utapewa. Mwambie jirani yako, omba kwa akili. Bwana asifiwe. Pamoja na kuambia ombeni lolote, tutatolewa katika mateso, lakini omba kwa akili. Usiombe kwa kurupuka. Sio kama yule aliomba, yule msanii mmoja alimdhihaki Mungu, lakini alikuwa anafundisha, alitoa elimu, mapumzi yake Mungu alikuwa anatoa elimu. Yule mtu anaingia kwenye neti anaomba, badala ya kusema Mungu toka, yeye anaomba Mungu toka. Omba kwa akili. Kanisa, Bwana asifiwe. Na Yesu anapokuwa ndani yetu tukiomba kwa akili, uwe na hakika atakusikia. Na anapokusikia anashughulika na kile ambacho umemwambia. Kwa hiyo hakikisha unaenda kwenye msalaba wenye Yesu, kwa sababu iko misalaba isiyo na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Iko misalaba isiyo na Yesu. Hata pale alipowekwa Golgotha ilikuwa misalaba mitatu, na misalaba miwili ilikuwa na wezi, na mmoja ulikuwa kwake. Kwa hiyo angalia, tafuta Yesu wa msalaba. Sasa unaenda kwenye msalaba ambao sasa unampa Yesu, anasema njooni kwangu wenye kusumbuliwa na mizigo, nami nitawapumzisha. Peleka teso lako kwa Yesu, yeye atakupumzisha. Angalia, na watu wamejitesa na watu wameingia kwenye mateso kupitia viapo, wameapa na wakaingia kwenye mateso kabisa, na mateso yale yamewasumbua. Watu wameweka viapo vya uovu, ni wengi sana. Na hapa tunasoma Zaburi ya 109, moja ya watu ambao waliweka kiapo cha uovu, na alipokiweka kiapo hichi kikaendelea kutesa maisha yake, kikatesa na wote waliomfuata. Ushuhuda wa ile mama alikuja kunieleza pale ofisini. Yuko wazi washarika musikie, lakini hatutaji jina, ndo uchungaji huo. Lakini aliendeleza, kanambia mchungaji, alimwambia Ijumaa kwenye ibada, kanambia mchungaji, serious kabisa, kanambia mchungaji, sasa yeye
tunda kutoka kwenye uzao, lakini ni wa kike. Anasema huko kwenye ukoo wetu amebaki mwanaume huyu mmoja katika watoto 4 wa kiume. Mbegu imeisha, lakini bado wanaendelea. Wale ambao wanaendelea kuzaa, wanaendelea kuondoka uzao wa kiume walioachwa. Kwa hiyo mbegu inaisha, wamebaki wa kike. Akaniambia, lakini nimehadisiwa na mama yangu kwamba kilitokea kaka alipotaka kuoa na ana uwezo wake na maisha yake, alirudi kijijini kwenye boma, ilikuwa ni familia ya Kimasai. Akarudi kijijini kwa kuwa baba alishaondoka. Yeye kwa vile mama yupo, na unajua familia za Kimasai ni patrini, Bwana asifiwe. Yaani wanaume ndio wenye nguvu. Kwa hiyo mtoto wa kiume akamwambia mama, nachukua ng'ombe naenda kutoa mahali. Mama akamwambia, sasa unachukuaje? Mimi nataabika hapa na maisha yako yanafurahia, unataka kuja kuchukua hapa? Akamwambia mama, mimi nitachukua na tena. Kwa hiyo mama akamwambia, nasema mtu asichukue ng'ombe. Akamwambia mama, maneno yako hayo. Kijana akaja akachukua ng'ombe akaenda kutoa mahali akaoa. Mama anakuja kuangalia ng'ombe hayupo, dume lake alikuwa analitegemea zuri. Mama akasimama mlangoni akashika kiuno. Bibi sasa. Huyu anasema bibi akasimama akashika kiuno akasema, sitaki kuona mtoto yeyote anakuja kuchukua ama kufanya chochote kwenye hii ardhi hapa. Na atakayefanya yatamkuta. Yule kijana kufunga ndoa, kazaa, kupata watoto, kashawa. Manake ile ilisema baada ya ng'ombe kwenda, kiapo cha uovu. Mzazi akitamka, kaoa, mtoto amekuwa wakubwa, amesomesha chuo, akaona sasa anapata fedha na maendeleo haya, ngoja nikaendeleze nyumbani kule, ili hawa watoto sasa wakienda na wake zao wafurahie. Kaenda kuweka msingi tu. Anarudi Dar es Salaam, ajali kaondoka naye. Wakazika. Wakaenda mdogo wake. Na yeye hivyo hivyo, kishapata watoto na nini, kaenda kule, kaka alikuachia na mimi niendeleze. Na yeye ajali kaondoka naye. Wa pili huyo, familia ishtuki. Watatu kaondoka naye. Wa 4 kanusurika. Ndio akaambiwa na wale wanaosikia, akaambia acha. Watoto wanakuwa, Kisanga amekuwa hapa, sasa ngoja nikajenge kule kwa mzee. Mali maeneo yapo. Kaenda mtoto na yeye ajali kaondoka. Uzao wa kiume unapotea. Nini? Kiapo kiliwekwa cha uovu, na alipoweka hakuchukua gharama yake. Aliona ni kawaida. Kwa hiyo mateso yanaingia kwenye familia kupitia kiapo. Kiapo kinaleta mateso. Unateseka hivi haviendi, vile haviendi, lakini kwa sababu yuko mtu akasema, kwa mfano akasema hivi kwamba tuone kama nyumba itaisha. Hazuii wewe kujenga. Utanunua kiwanja, utajenga, haishi. Hili kiapo kimewekwa. Na wewe mwenyewe kwa hasira zako umeumiza tu jana, umekosea jana, unainuka kwa hasira, unasema mimi nasikiri jeuri. Tuone. Zaburi ya 100. Unaandika 109. Twende hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka leo akutoe kwenye teso. Yesu Kristo anakuja ili tuondolewe kwenye mateso. Ndio maana damu ya agano inamwagika kwa ajili ya kututenga na agano mengine na kuweka agano jipya, agano la uzima. Ndio agano la Kristo. Ndio maana anasema damu yangu ni damu ya agano jipya. Agano jipya lipi? Agano la uzima. Anasema kwenye Injili ya Yohana sura ya 6, agano la uzima. Maana kuna maagano tuliyoingia, kuna viapo tuliyoweka, vinaleta mateso kwenye familia, kwenye maisha yetu, kwenye wewe binafsi. Anasema Zaburi ya 109, naye alipenda
kukampata, hakupendezwa na kubariki, baraka zikawa mbali na yeye. Alipenda kuapa kwa uovu, alipenda kujitamkia uovu. Biblia inasema huyu aliyapenda mateso, alifocus kwenye mateso, kwa hiyo baraka zikawa mbali na yeye. Na zilipokuwa mbali na yeye, yale mateso yakawa ni vazi. Angalia mstari wa 18, anasema hili kawa ni vazi la laana juu yake, kana kwamba vazi lake ikamwingilia moyoni, ikaenda moyoni. Kisha mateso yanasambaa, yanaleta uchungu. Ikaingia moyoni, ilipoingia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Maana yake huyu mtu hachomoki kwenye mateso. Kwake ni kila siku vitakuwepo, kila siku atakuwa ni hivyo. Kanisa, Bwana asifiwe. Tulisoma ile Hesabu 13, ukaona wale watu wakaapa, wale watu 10 waliapa walipotumwa wapelelezi kwenda Kanaani. Walipoenda wale watu 10, waliporudi 10 wakasema, sisi tunaapa kuliko twende kipunguni tukaishi, bora tufie hapa. Biblia inasema hivi. Yoshua na Kalebu wakasema sisi tutaenda. Biblia inasema Mungu akawajibu akamwambia, kwa kuwa mmeapa kwamba hamtaenda kufia hapa, na yatawakuta mauti hapo hapo. Biblia inasema kizazi chenye miaka kuanzia juu ya 20 ndicho ambacho kiliapa. Nimejitazama mimi na miaka mingapi? Bwana asifiwe kanisa. Nataka nikufundisha hapa uelewe. Anasema kizazi kilichokuwa na miaka juu ya 20 hakikwenda Kanaani. Ni kile kiapo kilichoapa. Angalia watu wanaopenda kuapa wanaanzia umri gani? Umri wa maamuzi kibiblia miaka 21. Umri wa maamuzi. Kwa mtoto mwenye miaka 21 ama kijana mwenye miaka 21, halafu unamuuliza baada ya miaka mingi utakuwaje? Hana jibu. Mlete hapa hizi. Mlete. Yaani hana jibu. Halafu kamuuliza swali lingine. Hivi nje ya elimu, nje ya chochote unaweza kufanya nini? Halafu hana cha kufanya. Sasa wote wanamwangalia mwalimu, nadhani mwalimu ndo hana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Lakini angalia kilichowatesa. Kile kizazi kinachoanzia miaka 21 kuendelea kiliapa, kikasema hatuendi kipunguni mbili, bora tufie hapa. Mungu akaambia kama mlivyojiapiza itakuwa hivyo hivyo. Biblia inasema kiliisha chote. Futa viapo ulivyoviweka. Futa. Yaani kama ulifunga mlango wa furaha, fungua. Injili ya Mathayo 16:19 inatupa uhalali, tumepewa funguo na mamlaka. Kama unajiapiza, fungua. Kama ulimwapizia mwenzio hutapona, futa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nini cha kufanya? Tunaenda kumaliza. Jambo la kwanza, andika tu haraka. Jambo la kwanza, nini cha kufanya ili kufuta viapo viletavyo mateso? Nini natakiwa kufanya kama muumini, kama Mkristo ninayemwamini Yesu Kristo? Jambo la kwanza, mwite Mungu katika teso lako. Mwite Mungu katika teso lako. Mungu anasema katika Zaburi ya 50 aya ya 15, ukiniita siku ya mateso nitakuokoa na wewe utanitukuza. Una haja ya kuhangaika tena? Mwite. Yesu Kristo anasema kila liitiaye jina la Bwana atauona wokovu. Kwa hiyo ukimwita Yesu utauona wokovu. Ukimwita Yesu. Anasema utakapomwita Mungu katika nyakati ngumu unazopitia na ukaita kwa imani, yeye anakuokoa. Maandiko yanatuambia katika Marko 10:47 mpaka 52, Bartimayo aliteswa na upofu.
Upofu ulimtesa. Aliposikia Yesu anapita, akaita. Alipoita, watu walimzuia, mazingira yakambana, lakini hakuangalia mazingira, akaendelea kuita. Alipoita kwa imani, Yesu akamwambia mleteni hapa, akasogezwa. Aliposogezwa aliulizwa swali moja, wataka nikufanyie nini? Hivi Mungu umekuja hapa Jumapili leo, uko kwenye ibada, umesikia mahubiri haya, unataka Mungu akufanyie nini? Usinijibu, jijibu mwenyewe. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jiulize afu jijibu. Nimekuuliza, unataka Mungu akufanyie nini kwenye ibada? Usinijibu, jijibu mwenyewe. Kama unaweza kuandika, andika kabisa. Ili siku namkumbusha Mungu tarehe 30 mwisho wa mwezi wa 3 nilisema nifanyie hivi, mbona hajafanyika? Mungu anasema nikumbushe nami nitathibitisha. Mungu unataka kufanyia nini kwenye ibada? Na kama hauna ambacho unataka kufanyia, ibada yako ni bure. Usikasirike. Lazima nikuletee kitu kikuumize. Kama hauna ambacho unataka Mungu akufanyie, this service is nothing to you. Yani hii service, hii ibada haina faida kwako. Hello. Bwana asifiwe kanisa. Mungu Yesu akamwambia wataka nikufanyie nini? Ameshamuita. Na Yesu amemuitikia. Bartimayo akafocus. Mwambie jirani yako, focus. Kufocus ni concentrate kwenye kile ambacho unataka kiondoke kama ni teso. Bartimayo akafocus kwenye teso. Akamwambia Mungu, Yesu, nataka kuona. Sasa angalia hapa. Hii ni very technical. Bartimayo alikuwa kipofu. Yesu alipomuuliza, unataka nikufanyie nini? Bartimayo kuangalia teso. Hakuangalia kumwambia Mungu, najua mimi ni kipofu tangu nimezaliwa. Kwanza hizo story akamwambia, Jesus, I need to see, nataka nikuone. Bwana asifiwe. Najua uelewi. Siku ukiwa kwenye teso ndio utaelewa unachotaka. Ukiwa katika teso utaelewa. Yaani siku umeamka asubuhi alafu nyonge imebana na unatakiwa ile kazini alafu wewe ndio presenter kwenye hicho kikao, utaelewa. Au umetoka umewasha gari ni goma kuwaka, ndio utaelewa. Muite Mungu, mwambie jirani yako, muite Mungu. Isaya 58 mstari wa 9 anasema, ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Angalia viapo vyako. Vinaweza vikakufunga. Tuseme kiapo ni kifungo, ni nira. Kiondoe. Huyu kwenye Zaburi ya 109, yeye alipoweka viliambatana naye vikamwingilia. Mstari wa 19 anasema, na iwe kwake kama vazi ajivikao, na kama mshipi ajifungao daima. Ni ngumu. Lakini mstari wa 21, Zaburi hiyo Mungu anaonyesha mlango wa kutokea. Anaonyesha kwamba ili utoke katika hilo lazima muombe. Na Mungu anasema huyu mtu akageuka alipogundua kwamba nimekaribisha mateso, natokaje hapa? Akasema, na wewe Mungu Bwana umenitendea kwa ajili ya jina lako, kwa kuwa fadhili zako ni njema, uniokoe. Kaambia Bwana uniokoe. Na mimi nataka nikwambie leo, Kristo anakuokoa. Unapomuita Yesu katika teso, haijalishi unateswa wapi, leo atakuokoa kwa jina lake. Bwana asifiwe. Akaona ule mstari wa 22 Zaburi ya 109, ule mstari wa 21 aliomba. Akamwambia Bwana uniokoe, kumbe nimejifunga mwenyewe. Nimejiweka kwenye mateso. Mungu ukimuita anaondoa teso lako. Jambo la pili, jenga tabia ya kumshukuru Mungu. Jenga tabia ya kumshukuru Mungu. Jenga tabia ya kumshukuru Mungu. Mungu anasema wazi, jenga tabia ya kumshukuru. Unapojenga tabia ya kumshukuru Mungu kwa matoleo yako ama sadaka, fahamu
nataka ufahamu kitu hapa, kwamba sadaka hubeba ama inabeba mahitaji ya moyo wa mtu mbele za Mungu. Tunarudia, sadaka ama toleo la shukrani huwa inabeba haja ya moyo wa mtu, mzigo wa moyo wa mtu aliyokuwa nao. Kile ambacho kinautesa moyo wako kinabebwa na sadaka. Kile ambacho kinapaswa kikupe furaha kinabebwa na sadaka. Anasema ile sadaka inapobeba mbele za Mungu, Mungu anatimiza. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapa, kuna Mungu kutimiza na kuna huyu anayepaswa kutoa sadaka. Ndio maana Mungu anapomtoa Yesu Kristo, anamtoa Yesu Kristo akiwa na agenda ya kukomboa ulimwengu uje kwake. Anamtoa Kristo kuwa sadaka ya ukombozi, kwamba moyo wake Mungu ni wewe ukombolewe. Sasa ili ukombolewe, anaitoa sadaka ambaye ni Kristo, anamwaga damu yake ili wewe ukombolewe. Zaburi ya 20 mstari wa 3 na 4 unatuambia, naye Mungu atapokea sadaka yako na kukupa haja ya moyo wako. Maana yake sadaka inabeba kilichoko moyoni cha mtu na kukipeleka mbele za Mungu. Kwa hiyo kama kuna teso linakusumbua, unapotoa ile sadaka, iwe ni ya jengo, iwe ni ya nini, usitoe bure. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, hivi umeshajiuliza kwa nini wale wenzetu kila mwanzo wa mwezi ama wa mwaka wanatoa sadaka? Na tena they are very serious. Au kila anapoanzisha kitu anatoa sadaka. Wangapi wameshaona sheri ikifunguliwa? Yaani sheri ndio inaanza. Wanafanyaga nini? Nenda uone, kama una gari yako nenda, unakinga mafuta ya bure free. They give the service. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ayubu 41, anasema ni nani aliyenipa kwanza? Ni nani aliyenipa at the beginning? Ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema vizuri, who give me at the beginning and then I pay him back. Mungu anasema ni nani aliyenipa katika mwanzo ili nimlipe. Lakini sisi wa Kristo neno lipo. Lakini hatufahamu. Tunahangaika, mimi nimefungua ya kwangu, duka langu haliendi wapi? Mateso yamekuja, yamekaribia, kwa sababu hujamwambia Mungu awe na fellowship na wewe. Mungu hajawa na fellowship na biashara yako, hajawa na fellowship na nyumba yako. Haleluya kabisa. Ndio maana Yesu anasema mkiingia kwenye nyumba zao msikung'ute mavumbi, ingieni na mavumbi, ila wakiwakataa ya kung'uteni. Angalia hizo mbili. Maana Mungu anataka mateso yasiwe na wewe. Mwambie jirani yako, Mungu anataka ufurahi. Mwambie jenga tabia ya kumshukuru Mungu. Malaki 3 ule mstari wa 4. Malaki 3 mstari wa 4. Biblia inasema wakati Yuda na Yerusalemu wakiteseka, wana mateso, walihangaika sana, lakini mtumishi wa Mungu akawaambia, nendeni mkatoe dhabihu, alafu muone Bwana atakavyotenda. Wakakumbuka neno la Elia aliposema, Mungu nimetoa sadaka na ijulikane leo kama wewe upo. Hawa mstari wa 3, mstari wa 4, Malaki 3 anasema, na wakati ule Yuda walipopeleka dhabihu, hawakupeleka dhabihu tu, nyuma yake kulikuwa na agenda. Ile dhabihu wanapopeleka kuna mateso, kuna watu wanawatesa, wanatakiwa waondoke. Wanasema, na wakati ule walipopeleka dhabihu zao Yuda na Yerusalemu, zikampendeza Mungu, wakazitoa mbele za Bwana, zikampendeza Mungu. Mungu akawajibu akawaambia, nami nitakuwa shahidi mwaminifu, nami nitawaokoa dhidi ya wachawi, wataondoka. Haleluya kanisa. Wanaokuonea wataondoka. Anasema wanaokunyima haki yako wataondoka. Anasema wote wanaokudhulumu wataachia. Huyu ni Mungu anasema walipotoa dhabihu zao. Jenga tabia
Jambo la mwisho la tatu. Bwana Yesu asifiwe. Unatokaje kwenye viapo vya uovu? Jambo la tatu la mwisho. Hili litakuweka kwenye nafasi. Unapojitoa kwenye viapo vya uovu, unajiweka kwenye nafasi uliyonyang'anywa na vile viapo. Kwa sababu kiapo kinaweza kukunyang'anya nafasi. Niliwaambia siku moja tulikuwa kwenye maombi fulani. Yule mama tayari tunaomba, lakini kuna mama akainuka pale akasema haiwezekani mtoto wake awe rubani. Haitakaa itokee. Sasa angalia, yule mtoto ambaye awe rubani ni katoto kana miaka 3. Hajaanza hata shule. Hata wazazi hawajui mtoto atakuwa nani, lakini iko roho imeshajua kama this is a pilot. Kwa hiyo akaweka kiapo. Hii kafutwa. Wanawake walishajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kuna namna ya kukitoa. Kuna namna ya kuondoa kiapo hicho. Usishangae unafika na hili kweli hata mimi niliuliza. Mimi mchungaji nimefika mpaka kwenye hatua ya mwisho ya interview. Lakini simu yangu haikupatikana. Na hizi ni interview 6. Mchungaji interview 6 zote ninafika wananiambia lakini simu inakosekana. Mwisho wa siku nakuja kuambiwa tulikutafuta kwenye simu kupatikana. Kwa hiyo tumemtafuta mwingine. Na wale mtafuta ni wa chini yangu ambao walipiga mstari 6. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Juzi ndio wamepata. Na nilipigia simu akaniambia mchungaji mnaenda, nikamwambia Zaburi ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mwambie Mungu wewe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Mdai mwambie Mungu kama ni mchungaji wangu, umesema sitapungukiwa. Na naomba huku na kwenda nisipungukiwe. Amekuja kuajiriwa, alafu ananiambia ni mwajiri. Ni mtu ambaye ni rafiki yangu sana, nilikuwa naishi naye. Naambia nimeajiriwa bwana. Aliniajiriwa fulani, nikampigia simu, bwana. Niko hapa. Mchungaji kwani siku hizi kumbe. Lakini moyoni nasema Mungu ametenda huko. Bwana asifiwe. Bwana, nasema sikumwambia kijana aliniomba, aliambia tuombe. Mimi nikamsalimia. Lakini kama Mungu anasema hivyo, fika mahali msifu. Naudi ile Zaburi ya 23 anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mwisho anasema nami nitalisifu jina la Bwana. Maana yake nini? Jenga tabia ya kumsifu Mungu. Hii ndio ajenda ya 3. Ili utoke katika viapo vya uovu, urudi kwenye nafasi yako. Jenga tabia ya kumsifu Mungu hata katika nyakati hizo ngumu. Haleluya kanisa. Yule mwimbaji mmoja alisema si kazi ya mikono iletayo wokovu, nikitoa machozi, nikifanya na bidii, siwe yoshe. Alijua kwamba sio kazi ya mikono. Ni lazima Mungu amuoshe. Mungu akikuosha unang'aa. Bwana asifiwe. Anakubadilisha mavazi. Hata ukienda jicho lao linakuona wewe. Wanapoangalia wanakuona wewe. Kwa sababu Mungu umemsifu. Zaburi ya 22 mstari wa 22. Jenga tabia ya kumsifu Mungu hata katika nyakati ngumu. Mungu atakuvusha. Haleluya kanisa. Zaburi ya 22 anasema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu katikati ya kusanyiko, nitakusifu. Unapomsifu Mungu unatengeneza uhusiano, unatengeneza fellowship na Mungu, unatengeneza urafiki na Mungu, na unasababisha uwepo wake, unasababisha ufalme wake uweze kushuka na kuwa karibu na wewe unapomsifu Mungu. Na hii fellowship na Mungu inavuta ufalme wake, inavuta uwepo wake, na inakuwa rahisi kusaidiwa. Kwamba uwepo wa Mungu unaposhuka unasaidiwa. Kwa mfano katika nyakati wa
pili sura ya 20:21 hadi 22. Yehoshafati na taifa lake walikuwa kwenye mateso mazito. Baada nikwambie, unajua wakati mwingine watu wakisoma hii issue ya Yehoshafati wao hawaelewi. Labda nikueleweshe. Umeingia kwenye shamba, yaani umeingia alafu ghafla wakaja mbwa wawili, alafu wameinua meno namna hii, na uko peke yako. Sasa hapo utaelewa maana ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Hao wamekuja hawajakuvamia, wamesimama mbele yako, wananguruma kama trekta, meno yametoka namna hii, macho yanakutizama namna hii. Utaelewa maana ya mateso. Yehoshafati aliteswa na ufalme, wana familia na ukoo na kila kitu, wananchi wote. Mataifa manne anamwambia tunakuangamiza, wanahesabu saa. Manake hata biashara zilifungwa, walioko hospitalini, kila mtu anatafuta namna ya kuokoa uhai wake. Yehoshafati hawala kupata shida. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mstari wa 21 hadi 22, walienda wakamsifu Bwana. Walipomsifu Bwana, Mungu akatuma waviziao. Hebu sema waviziao. Hao waviziao wa Mungu ni malaika wa siri wa vita ambao hujitokeza wakati mtu anamsifu Mungu. Hujanielewa? Hao waviziao ni malaika wa siri wa Mungu ambao huwa wanajitokeza unapokuwa unamsifu Mungu. Yaani wakati unamsifu Mungu, wao wanashuka. Na wanashuka wanahakikisha kwamba hakuna yeyote atakayezuiliwa asimsifu Mungu. Kwa hiyo yeyote atakayejitokeza azuie asimsifu Mungu anapata kichapo. Biblia inasema wakati wanamsifu Mungu, wale wa Moabu na wengine wakachanganyikiwa, wakaanza kupasuana mapanga wenyewe. Silaha hiyo ya kukutoa kwenye mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kasome habari za Daudi na yule binti. Yule binti alimdhihaki. Lakini sio kwamba alimdhihaki kwa sababu baba yake alikuwa anatafuta nafasi ya Daudi. Na kwa kuwa baba yake alikuwa anaitafuta nafasi ya Daudi, walikuwa ni watesi wa Daudi. Daudi alipokuwa anamsifu Mungu, akasema mfalme gani anamsifu Mungu, akamchafua kwenye hadhara, akamwaibisha kwenye hadhara. Biblia inasema Daudi wakati anamsifu Mungu, malaika wa viziao waliposhuka walienda kupiga kizazi cha yule binti. Biblia inasema hakupata uzao. Hakupata uzao. Kwa kumbe hawa malaika wanafanya kazi, wanapiga sawasawa. Kwa hiyo unapofika wakati wa kujenga tabia kumsifu Mungu, angalia ukimsifu Mungu na agenda. Usisikie watu wameimba na unaimba tu, lazima uwe na agenda. Ndio maana ngoja nikwambie, kuna yule mpiga filimbi alikuwa Ujerumani, alikuwa akipiga filimbi watoto wanapotea, wanaanzekana alikuwa anapoteza. Kuna muziki unaingia, nyimbo unaingia, kumbe zinakusambaratisha. Kwa hiyo unapoingia kwenye wimbo, angalia huo wimbo una agenda ipi. Kanisa Bwana asifiwe. Kwa sababu hata kwenye tamaduni zetu kuna nyimbo zilikuwa zinapigwa zinaashiria jambo fulani. Kuna nyimbo zinapigwa zinaashiria jambo fulani. Sasa kuna nyimbo ikipigwa lazima uangalie agenda yake ni ipi. Mungu akawaambia mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Wakaimba, Mungu akashuka akawatetea. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Matendo 16:25-26. Biblia inatuambia Paulo na Sila waliondoka katika mateso ya kuwa watumwa. Mateso ya gerezani, waliondoka katika mateso hayo baada ya kuchukua hatua na kumsifu Mungu. Haleluya kanisa. Na ukitaka kujua nyimbo za sifa mbele za Mungu zinakutoa, fuatilia historia wa South Africa sawasawa. Usifuatilie darasani tunafundishwa tu. Nenda. Atakwambia waliimba nyimbo mpaka watesi wao wakaanza kugombana wenyewe. Angalia ile taifa linavyoimba. Nyimbo zote tunaimba zote, hii yote hii ya muziki yetu ya gitaa na nini tunachukua kutoka kwao.
Lakini angalia, ni watu wanaopitia mateso ila wana furaha sio kawaida. Juzi wamesoma takwimu za nchi zenye furaha. Hata nasema South Africa ni ya 3. Hata wenye furaha. Lakini angalia, nyimbo wanazoimba. Hebu unamsharika hapo kumwambia, imba hata wimbo mmoja. Hebu muulize jirani yako, na wimbo wa siku. Yaani wimbo wa siku, wimbo wako tu, yaani hata leo asubuhi kuna wimbo umekuja. Inawezekana wakati unanyoosha, wakati unasafisha mwili wako, kuna kawimbo huo kanakuja. Sasa angalia wewe kanakuja kwa wimbo gani? Kale kabia tamu. Kabisa unamsikia amekaa kwenye daladala. Yaani ukipataka daladala ina raha. Anasikia mtu amekaa kabisa kwenye daladala bila kuangalia na yunga kabisa. Angalia. Kidogo unakuta mwingine anaimba zake pale, Yesu nimpendaye kwako nakimbilia. Wakati anaimba tu anashuka nyumba. Mama, wamelipa nauli. Lakini kumbe wimbo alikuwa anaimba. Kuna mtu kaguswa tu na ule wimbo. Anatamani msikuendelee kuwa naye kwa safari. Lakini umeshuka, yeye anasema nitalipa. Kumbe ni kawimbo tu ulikuwa unaimba. Inawezekana pengine umeimba moyoni, lakini Mungu anatembea. Bwana asifiwe. Mungu, malaika waviziaji wanashuka, wanakutetea katika kila teso lililoandaliwa kwa ajili yako. Paulo na Sila, Matendo 16:25-26. Paulo na Sila walikuwa katika teso, wakaimba wakamsifu Mungu. Biblia inasema malaika wakaja wakatikisa gereza. Gereza likatikisika, pingu zikaachia, misingi ya gereza ikaachia. Bwana nikwambie, kuna misingi ambayo inawezekana inakukwamisha, inakuchelewesha, inakuzuia, inakuletea kilio. Uko wimbo ukimwimba misingi itatikisika, na watakuona kesho unacheka, kesho unafurahi kwa sababu ya wimbo ulioko ndani yako. Paulo akaimba, Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, na mimi na wewe tunaomba, na mimi na wewe tunaomba, milango ya gereza ikafunguke, milango ya gereza ikafunguke. Hebu simama kwa miguu yako na shukrani yako ya wiki. Nena Mungu na jema.